Kwa jina naitwa Angel Bushoke, ni makamu wa Chama cha Muziki wa Dance Tanzania. Leo tumefanya kikao hapa Royal Ngalawa, Dodoma, cha viongozi wanamuziki wa dance wa hapa Dodoma. Ambao viongozi hawa wote wapo kwenye Chama cha Muziki wa Dance, na ndio maana nikavutiwa zaidi kuja kuongea nao ili tuweze kufanya mikakati ya kuhusu chama chetu cha muziki wa dance, na hususan namna gani ya kuweza kuvusha muziki wetu hapa ulipo kwenda juu zaidi, ama kutatua mawili matatu ambayo ni changamoto ambazo wanaziface hapa Dodoma wao kama bendi, kwa sababu hapa Dodoma ni makao makuu ya nchi yetu, ambako Dodoma kuna bendi 8 kubwa. Sasa je, hizi bendi 8 leo nimewakusanya viongozi hawa tuweze kuongea na kupata kitu kimoja ambacho tunaweza tukakitatua kwa pamoja, kwa sababu changamoto ni nyingi tumeweza kuziona. Hawa wanamuziki wanafanya kazi kubwa sana, wana tungo nyingi sana ambazo wanazifanya, lakini kwa nini hatufiki mbali? Kwa nini hizi bendi hazisongi, haziendi mbele? Sana wanazidi kupata changamoto wa muziki kushuka chini, ama bendi zao kuzidi kushuka chini. Umeona, kwa hiyo ndo tumeweza kupata mawili matatu ya kwa kila kiongozi ambaye anatokea katika bendi yake, na viongozi wote 8 wamekusanyika hapa na tunaendelea kujadili hizo changamoto. Kwanza kabisa ambacho cha kwanza nacho hapa, nisiwe mnafiki, ni umoja wao kwanza. Ni kupata umoja wao, kwa sababu hakuna ambacho kitaweza kufanyika kama hakuna umoja. Ili kuwe na kauli moja, lazima kuwe kuna umoja. Umoja huo ambao hata sisi kama chama cha CHAMUDATA tunautengeneza umoja ili tuweze kuwa na maendeleo ya pamoja. Tuweze kuwa na sei moja. Umeona? Kwa sababu changamoto iliyopo unakuta kuna Sky Melody, kuna bendi ya Teacher, afu kuna bendi ya Chacha, kuna bendi ya Modo. Umeona? Kuna hawa Dodoma Stars, kuna Saki Stars Band. Umeona? Sasa unakuta hawa watu pale wanapoenda kupigia, wanapopata kazi, zile kazi zao, pesa ambayo wanakuwa wamepokea inakuwa inatofautiana sana, kiasi kwamba kuna shida inatokea katika bendi zingine, ama katika namna ya hawa ambao ni wamiliki wa mabaa ambao wanatupatia sisi kazi, wanakuwa yani bendi zinakuwa zina changamoto. Unakuta wanapokea kiasi kidogo sana cha kazi. Umeona? Sasa je, tunahitaji maendeleo. Maendeleo tutapata vipi kama tutaendelea kubaki kwenye huo mfumo? Huo ni mfumo ambao ni wa kutokujiamini. Inatakiwa tuwe na umoja na ushirikiano ili tuweze kusonga mbele, kwa sababu mfumo huu utatuzorotesha sana kazi za bendi. Okay. Wakiungana hawa wanaweza kupata hata kazi zile za kiserikali, maana tunaona ni wachache sana ambao wanapata nafasi hiyo. Labda hawapati kwa sababu hawapo katika umoja. Yes, hata wao wenyewe wamekiri kwamba umoja ulikuwepo zamani, lakini sasa hivi umoja haupo, na ndio maana vitu haviendi sawa. Lakini katika maongezi ya ABC ambayo tumeyazungumza, wakiweza kurudisha ule umoja ambao hata wao wenyewe wamesema wajitahidi, tupambane kwanza turudishe umoja, ili hata hizo show zingine kubwa kuchukuliwa katika hizi, unajua kuna hizi za corporates, unaona, basi watatambulika. Kwa sababu unakuta bendi, mfano kama huyu Chacha ana bendi yake, tuseme hapa Dodoma, akashafanya kazi huu mwaka wa 20 anautumikia muziki wa dance, lakini mpaka leo unakuta hatambuliki. Na ukiangalia Dodoma hii ndio mji mkuu, makao makuu ya Tanzania. Alafu tena kuna yani wadau ni wengi wa muziki wa dance, lakini mpaka leo unakuta mtu haifahamu Sky Melody, mtu haifahamu Saki Stars Band. Mtu mwingine anaweza kusema hivi haijafa tu, ipo inafanya kazi. Umeona? Yote kwa sababu gani? Kingine naweza nikasema labda ni namna gani na wao wenyewe kujipanga, ni kujirearrange namna gani ya kutengeneza, kujipanga kwenye masuala ya media.
kuijua media inataka nini, ama hizi namna ya kutumia hizi platforms mbalimbali. Kwa sababu sasa hivi bwana, kujulikana Tanzania, kafahamika Mama Amina nini hizi bendi. Hicho kinawezekana, na kinawezekana kama wao wakikubali kujishusha na kuwa kitu kimoja. Hicho kinawezekana. Kwa sababu naamini kama wakiweza kuwa kitu kimoja, afu wote ni mastaa, wote ni watu ambao wana fikra kubwa kwenye muziki wa dance, wote ni watu ambao wanaweza kutunga kitu na kikaeleweka, na wote ni wakurugenzi ama ni viongozi wa bendi, wote wana bendi zao, wote wana uchungu na muziki, wote wana uchungu na muziki wa dance, bomu litakalotoka hapo sio mchezo. Kwa kuwa ndo tumeanza, kwa kuwa tumekuja sasa kujitambulisha rasmi hapa Dodoma cha Mudata na kukana hawa viongozi wa muziki wa dance, basi watarajie mambo makubwa, kwa sababu mnapokana kuyajenga ni kumaanisha kwamba kuna matarajio ambayo ni lazima yani yaonekane. Tusikae tu tukajadili afu tukayaachia pale pale. Kwa hiyo naamini wana Dodoma wajiandae, kwa sababu hawa watu wataenda kujipika upya. Umeelewa? Wape burudani wadau ambazo zimeshiba, ambazo ni nzuri, na ambazo zitakuwa na impact nzuri katika jamii. Ndiyo. Majina yangu mimi naitwa Mohamed Ikunji, mwanamuziki mkongwe. Na tumika na bendi ya Dodoma Extra Sound. Kwa sasa hivi ni lazima mabadiliko yawepo. Tunajipanga kuwa na mabadiliko ili tuende na wakati uliopo hivi sasa. Hata vijana wanaokuja hawa waje waarifi. Lakini hatuwezi kusema tuendelee kupiga muziki ule tulikuwa tunapiga wakati ule mpaka sasa hivi tuendelee na huo, hawezi kuleta maana. Lazima tutengeneze muziki ambao utaendana na mahitaji. Changamoto ya muziki wa dance kukosa ushawishi, ninapoona mimi haupo sana katika vyombo vya habari, kwa maana media haupo. Unaweza kufungua chombo cha habari tokea asubuhi mpaka kesho asubuhi usisikie hata wimbo hata huu mmoja wa dance ukipigwa. Sasa hiyo ilikuwa changamoto. Sasa labda kwa haya mabadiliko tunafikia tuyafanye, labda tunaweza kurudi katika media, alafu bado hatujakata tamaa. Mambo yatakuwa mazuri. Wakazi wa Dodoma na wanaopenda muziki wa dance waendelee tu kusupport bendi zao, kwa sababu kuna bendi kama 8 hapa Dodoma mjini na zinafanya shughuli zao katika sehemu mbalimbali. Basi wajitokeze tu waje wazisupport. Kama watazisupport vizuri, basi mambo yataenda. Wadau wetu wakubwa nao wanafanya biashara. Pamoja kwa tuchukua sisi tufanye kazi katika hizo sehemu, wanafanya biashara. Sasa kama wanafanya biashara, hawezi kukulipa kitu kikubwa sana kama wenyewe biashara yao wanafanya ndogo. Sasa ni jukumu letu sisi wanamuziki tufanye vitu ambavyo vitaleta wadau wengi. Wakija wadau wengi, mimi sidhani kama swala la malipo itakuwa na shida. Lakini kwa sasa hivi bado wanakuja wadau, lakini wengine wanaokuja katika shughuli zetu wanakuwa ni wale kuanzia miaka 40 kwenda juu, ambao sio wengi. Wengi ni chini ya hapo. Lakini kama tutafanya kutengeneza muziki mpaka hawa vizazi vya sasa wa ukubali, basi wadau watakuwa wengi tu sehemu yote. Naweza kukupa mfano mdogo. Chukua mfano wa Koffi Olomide. Ni mtu wa kizazi kile, lakini muziki wake unakuja mpaka kizazi hichi. Na hata ukienda kwa vijana wadogo wanakubali muziki wake. Na sisi tukifanya vitu kama hivyo tunaweza kufika mahali. Naitwa Hussein Amodo, Mr. Utamu, mzee wa masauti, natokea Gold Music Band, ni mkurugenzi. Leo tuko na kikao cha wanamuziki wa dance Dodoma. Lengo kujaribu kuangalia kwa nini dance letu liweze kwenda mbele, limekaa pale na linashuka. Lakini tumeweza kujaribu kuangalia zote pande mbili, kwa sisi wenyewe husika na ambao tunawalisha, ambao ndio asilimia kubwa, chakula kubwa ni sisi. Tumejaribu kuangalia mipango kazi
lakini miundo ya sanaa yetu kwa nini inapotea? Kwanza tumezungumzia media, ushirikiano wa watu wa media, lakini pia kizazi cha sasa hivi kingine hakiutambui muziki na kina majina ya watu maarufu ambao wanawafuatilia kama wenzetu wa Bongo Flava. Sasa tumeona sasa hizi ni kuzipeleka kazi sokoni, kwa karibu na wadau wetu wote, kuweza kuleta mabadiliko ambayo yenye faida. Kwanza bendi ijibrandi na kuwa biashara kubwa, isiwe kama bendi ya mazoea. Tuangalia mapungufu mengine, viingilio, vinywaji, lakini tuangalia tufikia utatuzi jinsi gani tunaweza kutatua. Tunaweza kupiga kiingilio kinywaji lakini kaki na wadhamini. Eza ambao wadau wetu ambao tunashirikiana nao, hizo makampuni ya vinywaji na wenye kumbi kubwa ambazo zinamiliki hizo burudani. Huwezi kuvunja kitu cha kikubwa kwa kutumia udhaifu, kwa sababu huduma ya bendi zinakuwa na mkoa tu kama unafahamu ndio makao makuu. Sehemu ishakuwa nyingi za burudani. Ukisema bakiza na bendi 2 au 1, wengine utanyima haki zao. Lakini pia ni soko kubwa, ni ajira ambazo tunajitolea. Zinapokuwa bendi nyingi na maana ni ajira unaziongeza, zinakuwa ziko nyingi. Kikubwa ni kufanya tu kiwango chenye ubora. Kwamba kuwa na bendi 2 au kuwa na bendi nyingi, kikubwa ni hapo ni chakula. Simona mwenyewe ukila chakula kibaya ukitakuletea madhara, ila ukila chakula kizuri utaona faida yake, mwili utanawiri, utakaa kitu. Na sisi tunaona sana yetu sisi imeruhusu kwa sababu hatuna ubunifu, hatuna nyimbo mpya, hatuna media zimetutenga. Kwa sababu unavojitenga na soko, ina maana kwamba huwezi kuleta soko. Kwa hiyo kuwa na bendi nyingi kwanza ni ajira. Tumetoa ajira kwa watu wengi. Na hata ziongezeke tu, ila kikubwa tu na kiwango kikubwa. Tuangalie hata ligi za mpira. Unaona unakutana na ligi ina timu karibu ya 16-20. Lakini unakutana pale kuna Simba, kuna Yanga, kuna Azam, kuna nani. Sasa pale wale ndio wanakuwa role model wa watu wengine. Kwa nini wanafanya vizuri na wengine watafanya vizuri? Dodoma hawa tani wangu wagogo hawa. Tuambie kwa sasa hivi Dodoma imeshaingiliwa. Imeingiliwa na makabila mengi, lakini imeingiliwa na burudani nyingi. Sisi kama watu wa dansi tumejipanga kuwa karibu na wao. Na wao pia watupe ushirikiano, watuamini kwa sababu tunaweza. Na sisi tunaweza kuwafurahisha kwa sababu tunachokifanya ndio tunafanya wenzetu. Kikubwa tu ni majina yametofautiana.